Watoto ambao tunawapata kwa mwezi, idadi kwa ujumla pasipo kuwagawa kwa makundi, wanafika 150 hadi 200. Ila pia wenye changamoto mbalimbali, lakini kundi kubwa la watoto njiti tunaweza tukapata watoto 70 mpaka 90 katika watoto hao. Kwa ni idadi kubwa kidogo. Na wakati wa kuchukua historia kwamba kitu gani kinasababisha kuzaliwa kwa watoto njiti, kikubwa kimekuwa kikionekana ni maradhi mbalimbali ikiwemo pressure wakati wa ujauzito au maambukizi kupitia via vya uzazi wakati wa ujauzito. Tunatoa rai kwamba tafiti ziendelee kufanyika, tuangalie ni tatizo gani kubwa limetokea katika kipindi cha miaka ya karibuni ili tuweze kuchukua hatua za haraka. Kama tunavyojua, watoto njiti ni watoto wanaozaliwa kabla ya muda, kabla ya wiki 37. Kwa hiyo unakuta viungo vyao vinakuwa havijakamilika kwa wakati. Kwa hiyo wanapata changamoto kukutana na mazingira mageni huku viungo vyao vikiwa bado havijakamilika. Kwa moja ya hatua za haraka ambazo wanatakiwa afanyiwe katika utunzaji wake ni kumweka katika Kangaroo Mother Care. Kangaroo Mother Care inaweza kufanyika hata kwa baba. Yaani baba anaweza kumbeba mtoto kama mama ambavyo anaweza kumbeba. Lengo la hapa tunataka ni skin to skin contact, yaani mguso wa ngozi kwa ngozi kati ya mama na mtoto au baba na mtoto. Kwa hiyo inawezekana kwa muda huo mama na changamoto au na shughuli anafanya baba huko pale nyumbani, unaweza kumsaidia kwenye hii Kangaroo Mother Care. Kupractice Kangaroo Mother Care kutumia kanga inafanya ngumu sana kufanya hiyo activity kwa masaa 8 mpaka 24, kwa sababu WHO wamesema lazima mama practice Kangaroo Mother Care kuanzia masaa 8 mpaka 24. Kutumia hizi njia zingine tradition, kanga, mataulo, blanket, inakuwa ngumu. Sasa pia kuna kazi zingine unakuwa uwezi kufanya, unakuwa kazi ni hiyo tu. Sasa kutumia kibebeo chetu unaweza practice kwa muda huo mrefu. Na pia kuna cases za mama inabidi ale upande mmoja, ale kuangalia juu, kwa sababu mtoto anaweza akaslide upande huu na huu. Kibebeo chetu mtoto anakaa kwenye M position kwa muda wote huo. Kwa hata ukilala kwa upande, ukalala kwa mgongo, ukalala kwa nini, bado mtoto anakuwa kwenye sehemu ile ile. Nilianza kutoka maji kabla ya muda, ambao tuliambiwa kuwa ni dalili ya hatari kwa mama mjamzito. Ndio nikawa nimefika hapa hospitali ya Rufaa Seketure. Nikawa nimejifungua, ni mtoto wa ana umri alikuwa na miezi 6 na wiki 2. Hivyo ila kwa sasa ni ana miezi 6 na wiki 3.